kwenye utaratibu. Mbona mnanyongonya tena huko? Kanuni baada ya bodi ya ligi kutoa taarifa kwamba mchezo hamna, maana yake mchezo haupo. Yanga hawakwenda kucheza mechi. Yanga walienda kufanya mazoezi. Haina maana bodi ya ligi ikisema kwamba mchezo hakuna, basi timu zishindwe kwenda kufanya mazoezi. Yanga hawakwenda kucheza mechi. Walichokwenda kufanya ni mazoezi na sio mechi. Kwa hiyo Kisugu anatakiwa elewe kwamba Yanga walienda kuomba kufanya mazoezi sio kucheza. Hoja nyepesi. Tusibishane, tuzungumze watu waelewe. Unaposema taratibu zote za mchezo umezifuata ni zipi? Maana yake kupeleka timu uwanjani, timu kufanya warm up. Kweli si kweli? Kweli. Yanga walifanya warm up au kufanya warm up? Wamefanya. Walipokwenda kufanya maana yake kwamba walikuwa wanajiandaa na mchezo. Ombi la kusema waliomba wafanye mazoezi limetoka wapi? Aliyakuwa walikuwa wanakamiliza taratibu za mchezo. Kwenye maombi yao ya Yanga, namsomea, hakuna sehemu Yanga walisema wamezifuata taratibu zote. Wamesema ya kwanza, klabu ya Yanga kupewa haki ya ushindi kama inavyoelezwa kwenye kanuni pindi timu moja ikigomea mchezo. Kwa maana husujaje mchezoni, hilo la kwanza. Akasema ya pili, kamati ya Young Africans ya utendaji imekubaliana kutoshiriki mchezo wa namba 184 kwa tarehe yote itakayopangwa. Ya tatu anasema kutokana na mfululizo uvunjifu kwa kushindwa kusimamia kanuni za ligi kuu, klabu ya Yanga imekosa imani na kamati ya utendaji ya ligi kuu chini ya mwenyekiti wake Steven Mguto na katibu wa kamati hiyo Almas Kasongo. Hivyo tunaliomba shirikisho la mpira wa miguu TFF kuvunja kamati hiyo, kuteua viongozi wengine waadilifu na wenye nia njema kwa maslahi mapana ya mpira wetu. Mwisho, lakini sio kwa umuhimu, tunawaomba wanachama na wapenzi wa mashabiki wa Yanga kote duniani waendelee kuwa vumilivu wakati uongozi unaendelea taratibu za kuhakikisha kuwa sheria na taratibu zote za uendeshaji wa mpira wa miguu na harakati zake zinaendelea. Hoja. Hawachezi. Wanataka la matatu. Kwanza niwapongeze. Mmesema mchezi mechi yote. Kwanza niwapongeze. Wakisema hawachezi, maana yake hawachezi mpira, si ndio? Hawachezi hiyo mechi. Tuwapongeze, jambo jema. Haiwezekani ligi kaisha mechi moja ina kipara. Unaniuliza mimi sasa? Mimi nawapongeza kwa maamuzi yao. Mimi binafsi nawapongeza kwa maamuzi yao. Wasicheze. Na Simba wamesema pia hawachezi mpaka haki itokee. Na Yanga kamati maana bodi ya ligi hawaiamini na timu yake. Wapi Simba alivyosema Steven Mguto aondoke? Yanga kulitamko hili. Nawapongeza kwa maamuzi yao. Na ila Simba moja maamuzi mazuri wanaofanya Dar es Salaam Young Africans ni hayo. Ya kuto kuiamini bodi ya ligi. Kuto kucheza. Sio wamesema wacheze? Nawapongeza. Sawa, nawapongeza. Sasa nawapongeza kwenye bandiko lenu, na nyinyi mko tayari kucheza mchezo ikitokea imepanga tarehe. Management ya Simba wanaweza kujibu hilo. Kwenye ile bandiko mmeonyesha kwamba hamtafanya chochote mpaka. Nasema management ya Simba ndio wenye mamlaka ya kujibu hilo. Hilo ambalo limeandikwa kabisa, taarifa ipo kwenye Instagram kusema uwezi. Nimesema management ya Simba ndio wenye mamlaka ya kusema hilo. Sasa kweli majeraha ya Kamara na Chemaloni, kuna picha inaonyesha wakiwa wanaelekea hospitali, ndio imepelekea kuvunjisha kwa mchezo. Simba tuna wachezaji 28, ukimwondoa Chamalon, ukimwondoa na Musa Kamara, tunabaki na wachezaji 26 wanaweza kutumikia Simba. Wachezaji hao wawili hakupata majeraha kwa sababu ya mechi ya Yanga tu. Nafikiri waandishi wa habari mtakuwa na kumbukumbu. Juzi tumetoka kucheza mchezo bila wachezaji kuwepo. Kwa hiyo majeraha yao sio sababu hiyo. Alisalim, mmoja wa vijana waandishi wa habari mmemsifia, aliyocheza dabi na tukapata matokeo mazuri Simba Sports, Alisalim. Juzi tunakwenda kuchukua ubingwa mkoani Tanga kwa mikwaju ya penalty. Moja ndio kijana Chipkiza anakwenda kuandika historia, kwenda kudaka penalty 3 kwenye dabi moja, tena penalty zinapigwa na international player. Yes. Bwana mpaka swali limenikimbia. Nataka kwa hiyo nyinyi mtarudi kwenye ligi kucheza, na ikitokea Young Africans hawajaja kwenye mchezo, ipi athari yetu kwenye mpira? Ligi yetu bora namba 4 barani Afrika, lakini imekuwa na isdingo nyingi sana kwenye ligi. Kwanza kuto kucheza kwa Simba au kucheza, wana Simba tunasikiliza maagizo mazuri kutoka kwa management yetu. Lakini mimi naamini kwamba tuna viongozi wenye busara, tuna viongozi wenye hekima ambao wanajua Simba imeletwa kwa ajili ya kucheza nini? Kucheza mpira. Lakini waambie waandishi wa habari,
Kuna muda wengine tusimame kwenye ukweli ili tuweze kutetea soka letu la Tanzania lichezeke. Wako watu kwa makusudi, waandishi wa habari mnajua. Wako watu wenye wanasiasa wanatoka katika taaluma zao wanakuja kwenye football mnajua. Leo hamtaki kusema ukweli kwa sababu mna interest baadhi ya waandishi. Niliwahi kusema waandishi wa habari, ninyi baadhi yenu mkanyosha vidole kwamba football ya Tanzania imeingiliwa. Mpira wa Tanzania umevamiwa. Wanasiasa washakuwa wanatoka kwenye siasa wanakuja kwenye nini? Kwenye mpira. Leo hii waandishi, naamini mngetumia nguvu kubwa ya kusimama na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania chini ya mama yetu Samia Suluhu. Halali anapambana kuhakikisha soka la Tanzania linafanyaje? Inachezwa. Kuna kikundi cha wahuni wachache. Juhudi za rais hawataki kuziona, nyinyi mnakubali, hamtaki kusema. Lakini sioni ajabu waandishi, Mungu alikuoneni mapema. Ole wenu waandishi wa habari na mafarisayo. Nyinyi mnakuja na mbuzi, kwenye mazoezi mmekuja na gari 8, kwenye mazoezi mmekuja na gari 6. Lini Simba mazoezini tumesikia kuna gari 7 usiku. Manara kawapasua sana Manara kwamba bwana mnakwenda. Mimi nazungumza maneno kwenye Injili. Nani anaweza kukataa? Kabla nyinyi waandishi hamjaja katika dunia, Mungu anatengeneza maneno, alijua tabia za baadhi ya waandishi. Mungu anatoa maoni kwenye Injili, anasema ole wao waandishi wa habari na mafarisayo. Nani anabisha maneno haya? Ya kwangu au nimenukuu kwenye Biblia? Kwa nini Mungu ametoa warning? Kwa sababu alijua kuna baadhi ya waandishi nyeusi watasema nyeupe na nyeupe watasema nyeusi. Tusimame kwenye nchi yetu, tuendeleze mpira wetu, tuiunge mkono serikali ili kuhakikisha mpira unafanyaje? Unachezeka. Tukiwaona wauni wanakuja katika mpira, tuwaambie katika mpira kuhitajika wauni, wanahitajika watu ambao wako vizuri, wako sawa sawa. Atucheji. Mna mbuzi. Gari 7 lini Simba ameongoza mazoezi gani? Simba toka imeumbwa msafara kama harusi. Waliosema Simba amekuja na mbuzi nani? Haji Manara Bugatti. Sasa kamchukua Haji Manara msimamishe na basi la Simba, anaweza kusogea hata kwenye kioo. Kwa kule simama tu hivi. Sauti. Tulia basi. Tulia basi. Watu watakafanya kafara. Kumbe ubora wa timu unapotea, ubora wa Aziz Ki si ubora, ubora wa Pacome si ubora, ubora wa Yokwasi si ubora kwa sababu ya mbuzi. Ubora wao unapotea kwa sababu ya mbuzi, semeni ndio. Tusikizane msemaji. Tukubaliane ubora wa wachezaji wa Yanga, kumbe akaonekana mbuzi tu unapotea. Mambo yenu yale. Watu akavya sio kweli. Na nitaendelea kusema wachezaji bora wako Simba Sports, ambao ubora wao haupotei kwa sababu ya mbuzi. Ubora wao haupotei kwa sababu ya watu wafupi. Tumegundua kumbe kuna timu ubora wake unapotea kwa sababu ya mbuzi na nani? Na kuku na watu wakivaa kanzu. Lakini mmetuharibia dabi safari hii. Aminini kwamba mmetuharibia dabi. Nyote wawili mmetuharibia dabi. Nyote wawili, wewe na mwenzio. Sio kweli mmetuharibia. Yaani mkatae Yanga na Simba mkatae, lakini hii sio njia njema kuinua mpira wa nchi, ligi nambari 4 barani Afrika. Hamna sehemu hata moja Naomba tumia kipaza zako sauti. Tumia kipaza chako sauti kwamba hakuna kanuni iniyomtaka mgeni kufanya training kabla ya mechi. Sema ipo bwana kanuni hii. Sawa, tumekubali. Ndio tunaisimamisha sisi hiyo kanuni isimamiwe. Sawa. Na muendelee hivi mpaka mwisho. Atucheji.